msemaji wa zamani wa vilabu vikubwa Simba, Yanga, Haji Sande Manara, kuna vitu vingi amevizungumza. Ukiangalia kwa upande wake kuna vitu anazungumza kama vina mashiko hivi Mchombe. Kwanza unajua ni mtu ambaye ameuishi mpira kwanza, kwa maana ya kutokea katika familia ya wapenda soka, kwa maana anaujua vizuri. Wazee wamecheza mpira kwenye hatua kubwa kweli kweli, baadaye akaja akawa mtangazaji wa vipindi vya michezo. Kutokea hapo akaja akawa msemaji wa hivi vilabu, kwa sababu tunajua ndani hivi vilabu kuna vitu vingi kweli kweli ambavyo ukiwa nje inaweza ukawa unasikia tetesi, kinazungumzwa hiki kinazungumzwa kile, lakini kiukubwa yule aliye ndani anaona vitu vingi. Haji anaelewa vitu vingi ambavyo vinahitajika kwenye soka na havipo kwenye timu zetu na haviwezekani, na kipi kinawezekana na kwa nini hakiwezekani. Katika leo vizungumzo kitazama vitu vitatu. Kwanza anakuwa na wachezaji rundo ambao waingii, lakini kubadilisha mara kwa mara makocha, lakini pia swala la kuwa na maingizo mengi kwenye wachezaji, kwa maana dirisha kubwa wachezaji 8, dirisha dogo wachezaji 7. Haya mambo yapo kiukweli, sababu nitakwambia kitu kimoja, hivi sasa kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea in Africans vinazibwa na matokeo ambayo Yanga wanayapata. Ukiangalia nikikuuliza nani anafanya usajili Young Africans, wewe utaniambia ni nani anayefanya usajili Yanga? Mimi nahisi ni engineer au Wisi, si ndio ambaye yuko front kufanya usajili? Nikikuuliza ana taaluma gani ya kufanya hizo sajili, utajibuje? Hana. Kwa sababu kama hana, tunatamani kuona wataalamu ambao wanakwenda kufanya hizi sajili kwa kutokana na mahitaji ya timu. Timu inahitaji nini? Mtaalamu anashauri kitu gani? Na tunatakiwa kuleta replacement au mtu gani ambaye akiletwa hapa mwenye sifa zipi anaweza kaja akasaidia timu. Kuna siku nilikuwa nazungumza na moja ya mashabiki wa soka wa Young Africans kutokana na usajili wa Alan Okello. Nikamwambia ni mchezaji mzuri, ila kwenda kuchezea timu ya Young Africans huenda tusipate kile ambacho Alan Okello anacho, kwa sababu ya pressure ya timu na yeye atatamani kufanya zaidi ili kuonesha. Nikizungumza kwamba hana taaluma, ni kweli engineer hana taaluma ya kufanya hizo sajili kutokana na mahitaji. Nitakwambia kitu kimoja, ni mshabiki wa Yanga na ni mwanachama wa Yanga. Kuna muda anafanya vitu kishabiki. Nitakupa mfano mmoja. Simba iliripotiwa mapema kabisa walikuwa wanahitaji huduma ya Musa Bala Conte, mchezaji ambaye katika ripoti za mwanzo kwa wale ambao wanaripoti heka za usajili walisema Fadlu alipendekeza kabisa jina lake, na ikawa anazungumza moja kwa moja na wakala ama msimamizi ama meneja wa mchezaji ili kuweza kuipata saini yake. Lakini katikati dili likaenda kuvurugu. Engineer Hersi Said akaingia katikati moja kwa moja, anamaliza dili, anamsajili Musa Bala Conte. Anavyokuja Musa Bala Conte, wanayanga wanafurahi. Kwa sababu gani? Ni dili ambalo Simba alihitaji kulikamilisha, yeye akamleta huyo mchezaji. Je, tunajiuliza Yanga ilikuwa ikihitaji mchezaji wa aina ya Musa Bala Conte? Hapana. Young Africans wakaenda kumleta Momo Dumbia, bonge moja la mchezaji. Anakuja pale, tukiamua ni mchezaji ambaye alipendekezwa na wakala wa Stefano Aziz Ki kwamba huyu atakuja kuwapa kile ambacho Azizi anawapa. Huyu ni wakala, ni mfanya biashara, si ndio? Anatamani kufanya biashara. Anachokifanya hapa ni kumdalalia mchezaji, si ndio? Unapokuwa wakala unatoka nje kwenda kumtafutia malisho mchezaji. Huyu ni mchezaji ambaye anaweza kutupa kile ambacho anakupa Aziz Ki, na engineer akakubali kwamba huyu anaweza akaja hapa na akatupa kile ambacho Azizi alikuwa anatupa. Nikikuuliza Momo Dumbia alitoa ambacho Azizi alikitoa? Kwa nini? Kwa nini hakutoa? Sababu tuseme tu hakuwa na hiyo quality ambayo alitoa Aziz Ki. Fine, huenda angekuwa nayo, lakini je, tutazame Young Africa walimpa muda Momo Dumbia? Hawakumpa muda. So hizi sajili zinafanywa kwa namna gani? Lakini hapo nakwambia inakuwa ni kupoteza pesa, kwa sababu wachezaji wengi unaoingiza dirisha kubwa, wengi unaoingiza dirisha dogo, na ndio maana Young Africans imekuwa kwenye sekeseke la kesi nyingi kwa kuvunjia mikataba baadhi ya wachezaji. Wakati unapomvunjia mkataba unatakiwa mfidie kile ambacho alipaswa kukipata, na kipindi hicho umevunjia mkataba wachezaji 3, 4 mpaka 5. Pesa hiyo inatoka wapi ya kuvunjia mikataba? So alichokizungumza kina mashiko, kama angeamua kukitazama kwa kiasi kikubwa kimekosa mashiko, na labda wanakuwa na hoja kwa sababu timu inashinda mataji, timu inashinda mechi zake, kwa sababu yote ni kutokana na
kutokuwa sawa kwa Simba Sport Club. Pengine Simba ingekuwa timamu, hii hali ya kwamba anaondoka kocha huyu ndani ya muda mfupi analetwa kocha huyo kocha tunaambiwa hana quality ya kufundisha the Young Africans, anaondoka analetwa kocha mwingine, pengine hapa pangekuwa na ile kashikash, Simba anashinda akikutana na Yanga anamtandika, pengine wana Yanga wangestuka hapa na wangesimama kuona namna gani ambavyo timu yao inaendeshwa. Lakini ni kauli ambazo zina mashiko kwa kiasi kikubwa na zina tija kama kweli Young Africa wataiangalia vizuri, kwa sababu nakwambia kitu kimoja Nixon, Young Africans imekuwa ikiwin takriban pointi 9 kwenye makundi, lakini wanaishia hapo hapo kwenye pointi 9. Kinachokwamisha ni nini? Hakuja kuwa na wale watu ambao watakuja kuitoa Yanga hapa kuipeleka sehemu nyingine, kwa maana ya kuitoa kwenye alama 9 kwenda alama 10, 11, 12 na kuendelea, jambo ambalo pengine wangekuwa na alama zaidi ya 9 msimu huu tungezungumza mambo mengine, lakini wanagotea pale pale. Yote kwa yote ni kukosa ile brain ya kuona kwamba watu gani tukiwa nao wanaweza kutusaidia. Kwa upande wako huoni kama au Manara ana jealous au kwa kusema kwamba ana wivu na hawa vijana ambao wanafanya kwenye chochote kinawezekana, kwa sababu sijui anizungumza akiwa na malengo gani, lakini kwa watu wa soka ukiangalia alichokizungumza moja kwa moja kinatija, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo, ni vitu ambavyo vinatokea na tunaviona, kwa sababu kama wangeweza kufanikisha kufanya hayo ambayo tutakuwa kuyafanya, pengine sasa hivi tungezungumza Yanga nyingine kuliko. Asante kwa. Asante Nixon. Naam, huyo ni Rashid Shaban Mchombe, the heavyweight champion wa Mbeya Zakata, aliyekuwa msemaji wa klabu ya Simba na pia aliyekuwa msemaji wa klabu ya Young Africans. Hivi sasa ni mheshimiwa diwani wa Kariakoo Haji Sande Manara. Alizungumza mengi na Mchombe hapa amejaribu kudadavua yote ambayo amezungumza, amesema yana mashiko kweli kweli, wakizingatia basi watanufaika na hayo kwa kwamba klabu ya Young Africans. Inaitwa Nixon Mogeni mzee wa Reka mama na Rashid Mchombe, kama ambavyo nimekuambia, nyuma kamera amesimama mzee mzima CMX kufanya lens kamera yako kuonyesha video nzuri kweli kweli kwenye simu yako au kwenye kioo cha TV yako au kompyuta yako. Sema mwisho wa kipindi hiki, mwanzo kipindi kingine. Asante na kwaheri.